Ni mafunzo ya MTAKUWA yaliyofanyika kwa muda wa siku 2 katika halmashauri ya mji Kondoa, yaliyolenga kuzijengea uwezo kamati za MTAKUWA katika ngazi ya kata ili watu hao waweze kujua vyema majukumu yao ya kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Tumejifunza kuhusu masuala mbalimbali ya ukatili wa kijinsia, ambapo mafunzo haya yalihusisha watu wa ngazi za chini kabisa, watu wa makanisani, misikitini, watendaji, watu maarufu, ambapo tunatakiwa tuibue watu kuanzia chini kabisa, maana wao ndio watatusaidia wakipata hizo taarifa kuwaleta watu katika vituo vyetu vya afya tunavyohudumia ili tuwachunguze na mambo mengine yaendelee. Vitu ambavyo nimejifunza katika semina hii ya siku 2 ya MTAKUWA ni, kabla ya semina hii kuna vitu vichache nilikuwa navijua kwa habari ya MTAKUWA, lakini baada ya kuja kwa semina hii nimejifunza MTAKUWA kumbe imejikita kwenye mazingira na maeneo mengi zaidi ya kawaida ambavyo watu wanajua kwamba inadili na mambo ya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia kwenye familia tu. Kumbe MTAKUWA imeenda kwenye maeneo mengi zaidi. Iko kwenye familia, iko mashuleni, iko vyuoni, iko kwenye viwanda, iko kwenye maeneo ya kazi, lakini pia imegusa kwenye maeneo mbalimbali kwenye elimu, mambo ya kiuchumi na shughuli mbalimbali zinazofanyika katika jamii yetu. Nimejifunza mambo mengi, lakini pia kilichonigusa zaidi ni mila na desturi zinazokiuka haki za binadamu. Hapo kwenye mila na desturi zinazokiuka haki za binadamu, mojawapo ni ndoa za utotoni. Msichana anapoolewa na umri mdogo, anaweza, hasara ya kwanza, anaweza anakatishwa ndoto zake. Kwa mfano alikuwa anasoma, anaweza akaacha kusoma. Kama alikuwa na ndoto ya kuwa daktari, ndoto zake ndo zinaishia hapo. Mimi nilichokifurahia na kukipenda zaidi katika mafunzo haya MTAKUWA ni pamoja na jinsi wanavyotoa mafunzo yao. Kwanza kwangu mimi nimejifunza madhara ya ukatili wa kijinsia. Tumeelezewa gani ukatili, jinsi unavyofanyika na unavyotendeka. Tumeona watu wanaotufanyia ukatili ni ndugu zetu wa karibu, mfano mjomba, baba, babu. Akiongea na washiriki wakati wa kufunga mafunzo hayo, afisa ustawi wa jamii mkoa wa Dodoma Bi Amina Mafita ameshukuru halmashauri ya mji Kondoa kwa kuratibu mafunzo hayo, lakini pia wadau wa Aga Khan Foundation kwa kuhakikisha mafunzo hayo yanafanyika. Niwashukuru sana wenzetu wa halmashauri ya mji kwa kuratibu maandalizi ya mafunzo haya, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha ninyi washiriki wote mnaweza kufika hapa. Lakini niwashukuru kipekee kabisa washiriki ambao mlipata taarifa mwaliko wetu na mkaweza kuja kushiriki. Lakini niwashukuru sana kwa majukumu ambayo mnaendelea kuyatekeleza katika nafasi zenu kama wajumbe wa kamati za MTAKUWA za kata. Niwashukuru kwa namna ya kipekee wenzetu wa Aga Khan Foundation ambao wametusaidia kuweza kukutana hapa katika hizi siku 2. Tunayo kazi ya kufanya. Tumeandaa mpango kazi, lakini tumekuwa tukisisitiza kwamba nyinyi kama sehemu ya jamii, kama wazazi, walezi, lakini kama jamii mna jukumu nje hata ya kamati na kuhakikisha kwamba ukatili ndani ya mkoa wetu wa Dodoma unatokomezwa. Wenceslas Mbilango ambaye ni mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii ya halmashauri ya mji Kondoa amewaambia washiriki kuwa wanapaswa kupeleka elimu hii kwa wadau wengine ili iweze kuenea zaidi. Sisi ambao tumekwisha pata hii elimu tukawe mabalozi kwa wengine, kama tulivyosema hapa kwamba jukumu letu kufikisha hii elimu kwa wote. Inawezekana ukao na toka kwenda sehemu zingine ambao hao wenzetu hawakuhudhuria huko, hauzuii kusema kwamba jamani, wenzenu kule tumejifunza 1 2 3 na nyinyi mtafika, lakini hiki na hiki na hiki ni wajibu wetu. Kwa hiyo tujitahidi hii elimu tuliyoipata tushushe hata kwa wale wenzetu ambao hawakuweza kufikiwa na mafunzo kwa awamu hii. MTAKUWA ni mpango kazi wa taifa ulioanzishwa mwaka 2017 kwa ajili ya kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, ambapo awamu ya kwanza ilikuwa ni mwaka 2017 hadi 2022 na awamu ya pili imeanza mwaka 2024 hadi hapo 2028.